Asanteni hamasa, asanteni sana. Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na Rais Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Adolf Mkenda, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Khadija Ali Salum, Naibu Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali, nayemwakilisha Waziri wa Elimu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, uongozi wa Wizara ya Elimu au wizara za elimu ya SMT na SMZ, Mheshimiwa Mwanaisha Hamis Juma, Naibu Spika wa Baraza la Wawakilishi, waheshimiwa mawaziri mliopo kutoka Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, waheshimiwa wabunge na waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na madiwani mliopo nasi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa huu, Profesa Anangisye, Makamu Mkuu wa Chuo, kinitambue pia uwepo wa Mheshimiwa Mwanaidi Majar, Mwenyekiti wa Baraza la Chuo, viongozi na wanajumuiya wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mliopo hapa pamoja na IMS, waheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo nasi, viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa, ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi na utu. Mapinduzi! 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 Haya, na Mungu atusaidie. Ndugu zangu, baada ya shukrani kwa Mwenyezi Mungu, nataka nitoe shukrani nyingi sana kwa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar pamoja na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kunialika leo kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa majengo haya. Leo ni siku muhimu na ya kihistoria tunapozindua jengo la taaluma na utawala pamoja na bweni la wanafunzi la Taasisi ya Sayansi za Bahari, yani IMS, Taasisi Kikuu cha Dar es Salaam hapa Buyu, Zanzibar. Uzinduzi huu ni uthibitisho wa dhamira ya serikali kuwekeza katika elimu, sayansi, utafiti na maendeleo ya rasilimali watu, hususan katika sekta ya bahari au uchumi wa buluu. Nitumie fursa hii kutoa pongezi za dhati kwa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Zanzibar ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kama jeshi yaliwezesha utekelezaji wa mradi huu. Ushirikiano huu unadhihirisha nguvu ya muungano au muungano wetu katika kuleta maendeleo yanayogusa maisha ya wananchi wa pande zote mbili za muungano, hususan katika kukuza uchumi wa buluu. Vile vile nawapongeza waheshimiwa mawaziri wa elimu, mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, management ya chuo, sayansi za bahari, wanataaluma, wafanyakazi na jumuiya nzima ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kazi kubwa na nzuri yenye weledi iliyofanikisha kukamilika kwa mradi huu kwa wakati na kwa kiwango au viwango vinavyokidhi mahitaji ya elimu ya juu na utafiti. Kwamba
kama alivyo kuambatana na mapinduzi ya kiuchumi, kijamii na kiteknolojia ambayo hayawezi kufikiwa bila uwekezaji wa makusudi katika elimu, sayansi, teknolojia na utafiti. Majengo haya ni ushuhuda kwa mapinduzi ni safari endelevu ya kujenga jamii yenye maarifa, uchumi imara na wananchi wenye uwezo wa kushindana katika dunia ya leo, dunia ya kiteknolojia. Ni faraja kwetu kuona kuwa tangu tarehe 5 Januari mwaka jana 2025 lilipowekwa jiwe la msingi na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ni ndani ya kipindi cha mwaka mmoja tu majengo haya yamekamilika na leo yanakabidhiwa rasmi kwa matumizi. Ukamilishaji wa majengo haya ni tafsiri ya uwajibikaji, nidhamu ya utekelezaji na uongozi unaozingatia matokeo ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Hongereni sana. Ndugu wananchi, Taasisi ya Sayansi za Bahari ni taasisi ya kimkakati kwa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Kama taifa lenye ukanda mrefu wa pwani na visiwa, mustakabali wetu wa maendeleo unahusiana moja kwa moja na bahari. Taasisi hii imeendelea kuwa nguzo muhimu katika tafiti za sayansi za bahari, ikichangia katika uvuvi endelevu, hifadhi ya mazingira ya bahari, kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, utalii wa bahari pamoja na uchumi wa buluu kwa ujumla. Majengo tunayoyazindua leo ni sehemu ya utekelezaji wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, yaani HIT, na yamejengwa kwa viwango vinavyokidhi mahitaji ya ufundishaji wa kisasa, utafiti, ubunifu na mazingira bora ya kujifunzia. Kwa upande wa Zanzibar, uchumi wa buluu ni nguzo muhimu katika kukuza pato na kuongeza fursa za ajira. Hivyo uwekezaji huu wa chuo utasaidia kuchochea na kufikia uchumi jumuishi. Tafiti na maarifa yatakayozalishwa hapa chuoni yatasaidia maamuzi ya sera yanayolinda rasilimali za bahari sambamba na kuongeza tija na kipato cha wananchi kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, maendeleo ya Taasisi ya Sayansi za Bahari hayapaswi kubaki ndani ya mipaka ya chuo pekee. Jamii inayozunguka taasisi hii lazima inufaike moja kwa moja na uwepo wa chuo hiki kupitia ajira, huduma, biashara na shughuli za kijamii zitakazochangia kipato chao. Taasisi inapaswa kuwa kichocheo cha maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa wananchi wa Buyu na maeneo ya jirani. Katika muktadha huo, nahimiza taasisi kuanzisha na kuimarisha mafunzo mafupi ya vitendo, hususan kwa wananchi wa maeneo yanayozunguka chuo ambao tayari wanajishughulisha na shughuli za bahari, ili waweze kuongeza tija, kipato na uelewa wa matumizi endelevu ya rasilimali za bahari na hivyo kuchangia kikamilifu katika uchumi wa buluu. Nawahimiza pia wahadhiri na watafiti kuimarisha ushirikiano na sekta binafsi, taasisi za serikali na jamii kwa ujumla asante, ili tafiti hizi zinazofanyika hapa ziwe na matokeo ya moja kwa moja kwa maendeleo ya wananchi. Kwa wanafunzi watakaoingia chuo hiki,
ni wasihi mtumie fursa hizi kikamilifu, mjifunze kwa bidii, fanyeni tafiti bunifu na muwe mabalozi hizi asante. Nataka wanafunzi ni wasihi mtumie fursa hizi kikamilifu, funze kwa bidii, fanyeni tafiti bunifu na muwe mabalozi wa ulinzi na matumizi endelevu ya rasilimali za bahari. Msisahau kwa bahari yetu ni eneo muhimu sana kwa usalama wa nchi yetu pia. Hivyo basi, mbali na mtakayofanya ndani ya maabara zenu na ndani ya majengo haya, msiache kuwa waangalifu wa chochote kigeni mtakachokutana nacho ndani ya maeneo yetu ya bahari. Ndugu viongozi, nitumie fursa hii pia kutoa shukrani za dhati kwa Benki ya Dunia kwa ushirikiano wao wenye tija katika kuendeleza mradi huu kupitia programu ya HIT. Niungane na waliosoma utenzi kuwashukuru waliomimina miji pesa hii ili kuweza kufanya ujenzi wa chuo hiki. Lakini kama alivyosema mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, sio chuo hiki tu, miji pesa ile imezunguka mikoa yote ya Tanzania. Kwa hiyo tuwashukuru sana. Tunawakaribisha Benki ya Dunia waendelee kushirikiana nasi kama wadau muhimu katika safari ya maendeleo endelevu ya taifa letu. Kwa hiyo kama ulivyoomba Mheshimiwa mkuu wa chuo na Rais mstaafu, kama kutakuwa na awamu ya pili ya mradi huu wa HIT, na kama sio awamu ya pili, basi mradi tu maalum utakao tupatia fedha za kumaliza yale tuliyoyaanzisha, kwa sababu majengo ni jambo moja. Nilikuwa nanong'ona na waziri wa elimu Mkenda kwamba majengo ni jambo moja, lakini vifaa vya kuweka kwenye kampasi tunazozijenga, walimu, wahadhiri na mambo yote mengine, bado fedha inahitajika. Kwa tutajitahidi kutumia ndimi zetu kuwashawishi Benki ya Dunia na wadau wengine watupatie fedha ili tukamilishe yale tuliyoyaanza. Mheshimiwa mkuu wa chuo, umekuja na maombi matatu. La kwanza ni mabweni kwa ajili ya wanafunzi wa kike na wa kiume, lakini pia ombi la pili ni boti au maboti, Kizungu boats, Kiswahili maboti, yatakayosaidia wanafunzi kufika baharini na kwenda kufanya tafiti zao. Lakini la tatu ni kukutana na uongozi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Maombi yote matatu nayachukua na tutafanyia kazi.